Naam, karibu. Hii ni Clouds 360. Tuendelee na safari yetu hadi pale saa 4 kamili za asubuhi, lakini tuangalie leo masuala ya afya ya akili pamoja na uhusiano wa lishe na afya ya akili, ambapo tuangalie pia magonjwa ambayo yasiyoambukiza, wanasema non communicable diseases. Na katika haya tunazungumza kwa sababu hivi sasa yamekuwa ni common sana haya magonjwa yasiyoambukiza, lakini lishe ina chip in kiasi gani katika kutatua tatizo hili hapa. Sasa tukasema ni vizuri tuangalie katika siku ya pili ya mwezi wa 7 kuyazungumzia haya, kwa sababu bila kuwa na elimu pengine na awareness ya jinsi ya kukabiliana nayo inaweza kawa ni shida kidogo. Na uzuri wa wataalamu Tanzania sasa hivi kwa kweli alhamdulillah tunao wengi. Tukasema tuwatafute ndugu zetu Saumu Kinyozi ambaye ni mtaalamu wa lishe na afya ya chakula, na rafiki yetu wa karibu sana John Ambrose ambaye ni mwanasaikolojia au msaikolojia ambaye amebobea sana katika nyanja ya saikolojia. Karibuni sana. Asante sana. Mko vizuri? Tuko vizuri. Saumu, karibu. John hapa ni kwake. Kwa hiyo sihitaji kumkaribisha sana. Okay. Yeah. Sasa kwa mtazamo tuanze kwanza, na kwa mtazamo wenu ni kwa namna gani lishe ya afya ya akili na mtindo wa maisha kwa ujumla vinahusiana moja kwa moja na ongezeko la magonjwa hayo yasiyoambukiza, NSDs, magonjwa kwa mfano kama kisukari, shinikizo la damu na saratani pia, kwa namna moja au nyingine. Na tuweze kujua mtazamo kwanza wa haraka na kwa nini leo tuzungumzie haya mambo, kwamba tarehe 2 ya mwezi Julai au kuna kitu kinakuja hapa katikati, lakini naamini kabisa kwamba kama tumeweza kuzungumza haya basi kuna jambo linakuja. Hebu tuangalie kwanza mtazamo hapo ukoje, tukianza na John. Karibu sana. Asante sana kwa swali zuri. Na tunapozungumzia masuala ya saikolojia, tunazungumzia lishe na tunazungumzia uwiano wake au uhusiano wake na magonjwa yasiyokuwa kuambukiza, ni jambo la msingi, kwa maana kwamba tunazungumza mwili, tunazungumza akili. Na tunapozungumzia mwili, maana yake ni mchakato, ni mfumo ambao unahusu uendeshaji wa gurudumu hili ambao ni mwili. Na mwili unapoutazama unaendeshwa kwa nini? Unaendeshwa kwa kutumia vichocheo gani? Nyenzo gani ambazo zinatumika kuendesha huu mwili? Katika nyenzo ambazo ni muhimu katika maisha ya binadamu ni mfumo mzima wa chakula, metabolism. Hii ni lishe. Leo hii katika nchi tunazungumza nishati ya umeme, tunazungumza nishati ya mafuta, tunazungumza gesi, kwamba uwekezaji lazima upate. Na mwili ambao tunauzungumza unahitaji nishati, ambayo nishati hii ndio tunayozungumza inatokana na masuala mazima ya ulaji wa chakula. Sasa huu ulaji wa chakula uko vipi na namna gani ambavyo unatumika katika masuala mazima ya mfumo wa mwili unahusiana pia na mtazamo wa mtu kuhusiana na hilo analolifanya. Sasa hapo ndipo unapokuja sasa unazungumza swala la afya ya akili, kwa maana ya uelewa wako, kwa maana ya mawazo, maana ya matendo yako dhidi ya mwili wako. Lakini tunapozungumza na swala la lishe, ndio maana tuna mtaalamu ambaye yeye anahusika na elimu kamilifu ya lishe, anahusika na utaalamu wa chakula na namna ambavyo sasa vinauiana vipi au majukumu na wajibu wake katika mwili. Lakini sasa mimi kama msaikolojia, maana yake namna gani tunawajibika kufuata yale maelekezo au ule utaratibu, na tunapokuwa kwenye hiyo changamoto tunafanya nini ili kuweza kuona kwamba hiyo changamoto inaweza kana ikatekelezwa kwa namna gani. So kwa upande wako, mtazamo wako uko? Okay, kwa upande wangu kitu kikubwa hasa ni wito kwa watu wa rika lote, kuanzia rika ile balehe mpaka watu wazima. Wito wangu ni kwamba waweze kufuatilia hali zao zaidi za kilishe. Ndio. Wafuatilie namna zao za kulaji. Ndio. Kwa sababu maradhi yasiyoambukiza sasa hivi yamekuwa ni mengi sana. Yaani ile tunaweza tukasema tunaitaga ni prevalence, kwamba yani yale matokeo, yani wingi wa yale maradhi imekuwa ni mwingi sana. Ndio. Mimi nina experience ya miaka 5 sasa katika sekta ya afya. Nilikuwa kama renal nutritionist, nutritionist wa wagonjwa wa figo. Nimeona sana wagonjwa wengi sasa hivi wanaokuja ni wagonjwa ambao warika hili la dogo, sio kama zamani.
Yaani hii miaka ya karibuni wameanza kuja watu ambao warika dogo dogo. Na chanzo kikuu cha huo ugonjwa wa figo unakuta ni ya maradhi kama sukari au pressure. Sasa unajiuliza, mtu wa rika hili dogo, pressure na sukari imekuwaje? Sasa ukiangalia nyuma ni namna ya ulaji wa mtu, ni namna ya mtu anavyoishi. Ambapo sasa kitu kikubwa sana ni kwamba watu wanashindwa kufahamu. Kwa sababu kwenye upande wa lishe kuna vitu viwili. Unakula nini na unakulaje. Sasa kuna masuala ya ulaji holela, unakuta watu wanakula chakula, mtu ana milo minne, mitano anakula kila saa ambayo sio sawa. Unakuta mtu kuna ulaji wa vyakula vya masuala ya sukari, na tukizungumzia sukari haimaanishi kwamba ni sukari tu ile ya kuweka kwenye chai, lakini ni hata sukari, chakula chote ambacho kina ladha ya sukari, kama kwenye matunda, juice na vitu vingine. Kwa hiyo ni ule wito wa kwamba watu wajue kuna umuhimu sasa hivi wa kukutana na mtaalamu wa masuala ya chakula, aweze kukuelekeza namna gani nzuri ya ulaji ambayo itakuepusha wewe na hayo maradhi ya kudumu. Na hayo maradhi ya kudumu au maradhi ambayo yasioambukiza, chanzo chake kikubwa sana kuna kitu kinaitwa insulin resistance. Yaani insulin resistance ndio mwanzo wa maradhi yote. Insulin resistance ndio mwanzo wa sukari. Insulin resistance ndio mwanzo wa shida za moyo. Insulin resistance ndio mwanzo wa shida za pressure. Insulin resistance ndio mwanzo wa uzito uliopitiliza. Insulin resistance ndio mwanzo wa kukosa nguvu za kiume. Insulin resistance ndio mwanzo wa kupoteza pia hamu ya tendo la ndoa kwa wanawake. Na kuna maradhi pia mengine yanawapata sana wadada, kama yanaitwa, kwa lugha ya kitaalamu inaitwa PCOS. Ni polycystic ovarian syndrome. Zinawapata, ni changamoto sana sasa hivi kwa wadada, sana hawa walika la hapa la adolescent, tunasema kabale, mpaka hapo miaka hiyo tunaita early adult, miaka 30 pale kuliko hivi. Kwa hiyo na hiyo insulin resistance chanzo chake, yani ni chanzo cha hayo maradhi, lakini kinachopelekea ni namna ya ulaji na lifestyle. Kwa hiyo ni wito mkubwa sana kwamba watu waanze kufuatilia hili jambo. Okay, safi sana. Na pengine Swaumu, ni vitu gani ambavyo ni vya msingi ambavyo Watanzania wengi wanashindwa kuvifuatilia, ambavyo pengine vinakosekana katika milo yao, hali ambayo inachangia pengine kuleta pengine idadi kubwa au kuongezeka kwa rate ya magonjwa haya yasiyoambukiza, yani hizi ambazo tunazungumzia non-communicable diseases, yani katika milo ambayo tunakula sisi au mlo ambao tunakula, pengine kuna vitu vya msingi sana tunavikosa katika milo yetu ambavyo vinapelekea changamoto hii ya magonjwa haya yasiyoambukiza. Okay. Naomba niweke hivi samani, sio kinachokosekana, ni kitu gani tunakula. Kwa sababu tukizungumzia kinachokosekana sio sana, kwa sababu sasa hivi kuna hii issue inaitwa fortification. Yaani sasa hivi science imekuwa, vyakula vinakuwa vinawekwa madini. Kama ukisema ni madini, vitamini vinawekwa. Na maana hata mtu anaweza kanunua, yani inaweza kusema kama supplement, is not supplement, ila ni kwamba kuna ongezwa virutubishi. Hata ukinunua mafuta sasa hivi unaambiwa yameongezwa vitamini fulani. Kwa hiyo kusema kwamba kuna kinachokosekana sio janga kubwa kama tunachokila. Na nikisema tunachokila kikubwa ni hili jambo la sukari. Na hii sukari kama nilivyosema mwanzo, simaanishi ile ya kuweka kwenye chai, lakini hata ya kwenye matunda pia, na chakula chochote kenye ladha ya sukari. Vyakula hivi ambavyo vya kusindikwa kwa wingi. Kwa sababu kinachofanya sukari ni hivi. Unapotumia hii sukari, yani au chakula chenye ladha ya sukari, kinachotokea unapelekea mwili, kuna kitu kinaitwa glucose spike. Mwili wako una sensi kwa sukari inapanda zaidi kwenye damu. Ikishapanda kuna hormone inaitwa insulin, ni kichocheo. Kwa insulin inatoka kwa sababu kazi yake ni kubadilisha ile sukari kwenda kuwa virutubishi vingine na kuhifadhi mwilini. Kwa sasa ikiwa mtindo wako ni wa kula hivyo vyakula vyenye sukari na nyingi, au unakosea namna ya kula, inapelekea ile sukari inapanda na insulin inatoka. Kwa insulin inavyoendelea kutoka kwa wingi, ndani ya muda mrefu ndio inapelekea changamoto inaitwa insulin resistance. Kwamba inakuwa ile insulin inatoka nyingi, lakini seli hazina uwezo tena, inahisi kwamba hii haitoshi, inahitaji nyingi zaidi. Ile seli zinapunguza ule uwezo wa kusensi kwamba hii insulin imezidi. Kwa hiyo ndio kinachotokea sasa, kunakuja masuala ya vitambi, kwa sababu yani ile insulin inakuwa inazalishwa sasa kwa wingi. Kwa hiyo inatokea hizo deposit, tunapata masuala ya kitambi, ndio masuala ya ugonjwa wa kisukari unakuja hapo. Pia inapelekea kushusha homoni za tunaziita sex hormone,
ambazo ndio hizi hormone kwa ajili ya wanaume kuwasaidia masuala ya tendo la ndoa na kwa wanawake pia. Changamoto ndio inapoanzia hapo na magonjwa kutokea. Kwa hiyo kikubwa ni ile namna ya ulaji na kitu gani mtu ambacho anakula. Asante sana Swaumu. Sasa twende kwenye issue ya kisaikolojia zaidi. John Ambrose, kwamba inawezekana msongo wa mawazo au nasema ni stress kwenye mabano kwenye lugha ya kigeni au wasiwasi wa kudumu pengine inaweza kuwa pengine ni kichocheo cha kuanzisha au kuzidisha pengine issue hii ya magonjwa yasiyoambukiza. Hii imekaaje? Kwa kiwango kikubwa. Tena kiwango kikubwa sana. Unaposikia stress inapoingia kwenye mwili, akili inapoiona ni sumu. Elewa stress ikiingia kwenye mwili ni sumu. Ubongo utambua, lazima mwili uzalishe mechanism au miundombinu ya kukabiliana na ile stress. Sasa stress inapotokea, kuna kuwepo na uzalishaji wa vichocheo. Kwa mfano tuna hormone inaitwa cortisol hormone. Na hii cortisol hormone inavyozalishwa, ina maana ile stress imetokea kwa sababu zipi? Kwa sababu either inakuhitaji wewe umeiona kwa nje, tunaitaga kutokana na mzunguko environment, mazingira ya nje. Ndio. Au stress hiyo imetokana na wewe tafsiri yako ya ndani. Tunaita ile internal perception. Sasa ile cortisol hormone inazalishwa ili kukusaidia wewe kuratibu kile unachokifanya. Sasa elewa kwamba cortisol hormone kazi yake ni kwenda kutafuta nishati. Tunaita kumobilize resources, energy resources, ili iweze sasa kuchangia kusaidia ile stress ya ile jambo ulilonalo. Ndio. Sasa kinachotokea, energy inayotokea haitumiki energy ya kutoka kwenye carbohydrate, wanga au kadhalika. Tunaita stress energy inatoka kwenye catabolism. Yaani maana yake muscles zinakuwa breakdown kwenda kwenye nishati ya kusaidia hiyo stress yako iwe, especially kwenye chronic stress. Sasa elewa kwamba inapozalishwa hiyo cortisol hormone, na maana yake ikaendelea kuwepo, inakuwa resistance. Kwa hiyo unapata, yani uwe una stress huna, na maana mwili umeshaona kwamba huyu mtu yupo, tunaishi naye. Kwa hiyo ina develop changamoto zingine. Kwa hiyo mtu atapata hiyo breakdown of muscles. Sasa ukishapata zile breakdown of muscles, ndio anakozalishwa insulin resistance. Elewa insulin inatokea kwenye muscles. The more you have good muscles, it's how you have sufficient insulin. Sasa mtu anapokuwa na chronic stress ya muda mrefu anaendelea nayo, huwa na maana yake kule ambako insulin ilikuwa inategemewa izalishwe, itunzwe, na kina mafuriko yameshaanza kupitia namna hiyo. Kwa hiyo mtu anapata shida ya insulin resistance, mtu anapata resistance ya cortisol hormone. Kwa hiyo mtu sasa, cortisol hormone inafanyaje kazi? Lazima ifanye kazi kwenye miundombinu ya mfumo wa damu wa moyo, ili damu iweze kusukumwa kwa ukubwa, oksijeni iweze kuenda ifikie, upate nishati ya kufanya kazi. Na ili pressure itokee, lazima ibane misuli, yani ile mishipa ibane, ili pressure ya damu ipatikane. Sasa ukibana mishipa ya damu, maana yake kama tayari una mafuta, una some particles ndani kwenye hiyo, au insulin resistance imekuja, imekusababisha umegain weight, maana yake damu kupita inakuwa ni shida. Ndio huko tunakupelekea mtu unaingia kiharusi, unapata changamoto zingine. Kwa hiyo unaona kwamba chakula, yani unapozungumza swala la chakula au nishati au nutrients, ni kitu muhimu sana. Yani ni kitu, ni oili kwenye gari. Yani ni kama ni zaidi. Yani nashindwa kutoa tafsiri moja sahihi ya kueleza namna ambavyo nutrients au lishe ilivyo na thamani kubwa zaidi unavyoweza ukafikiria. Lakini sasa hiyo lishe tunayoizungumzia haiendi yenyewe, lazima iende na masuala ya kisaikolojia. Inaendaje kisaikolojia? Lazima kukumbuka tuna swala la kulala. Swala la kulala ni muhimu, kwa sababu mwili lazima upumzike uweze kutumia vile vitu. Sasa katika kulala, elewa kuna mtu wakati amelala kuna nishati inayotumika, na wakati ukiwa unafanya kazi kuna nishati inayotumika. Sasa kuna mtu akiwa amelala au amepumzika, kazi factors zinazofanya kazi, labda kupumua au mapigo ya moyo, kwa hiyo nishati atakayotumia ni ndogo. Sasa unaweza kukuta nishati unayotumia ndogo, mtu usiku anakula chakula, anakula wali, kama mtaalamu alivyosema, vyakula vyenye ladha ya sukari, anakula wali usiku huo. Kwa maana kwamba haiendi kutumika
kwa sababu hamna nishati inayohitajika, ndivyo inaenda kuzalisha changamoto zingine. Kwa hiyo kama mtaalamu alivyosema, aina ya ulaji na kula wakati gani ni changamoto nyingine. Lakini mahali mtaalamu ambapo amenigusa na mimi ni swala la nguvu za kiume. Yaani swala la nguvu za kiume ni kwamba kitu kwanza na nimekifurahi, wanaume tunajua kumbe nguvu za kiume zinahitaji sisi tule. Ndio maana sasa hivi vifurushi sisemi vya mtandao ya simu, lakini vinapita sana mtaani. Vifurushi tunapitishwa sana vifurushi mtaani sasa hizi. Nashukuru, lakini bora sasa angalau vifurushi kwamba nakula. Na hii vumbi ya barabara zinavyojengwa huku, vumbi ni vumbi. Sasa si ajaje nini hapo hizo barabara au ni namna gani, lakini limeleta shida. Hapo ndiko changamoto inakuja, kwamba shida kubwa ambayo tunayo sasa hivi, tunafanya mambo gizani. Hatujui, yani hatujui hadithi yetu ya ndani kwamba inatusimulia nini na inatuhitaji kitu gani. Yani hilo ndilo ambalo, chukulia mfano kwenye gari yako dashboard, hauoni maandishi yoyote kwenye dashboard. Utakuwa katika mazingira gani kuendesha hilo gari? Hujui maji yamepungua, hujui battery oil imekwisha kadhalika. Chukulia mfano simu yako, screen yake haionekani. Unafanya kazi vipi? Na ndivyo wengi tunakofanya. Ndio maana sisi sasa hivi kwa kupata utaalamu kwa mtaalamu, kwamba imekuja tunao program inayosema ukitaka kuruka agana na nyonga. Ukitaka kuruka agana na nyonga. Yaani maana yake nyonga ni mwili, is a body. Ukitaka kuruka maana yake ni mawazo, fikra na mtazamo wa jambo unalotaka kufanya. Kwa hiyo ni mwili na akili. Lazima upate maarifa. Sisi kwa Kiingereza tunasema body mind insight, kwamba ni mwili, maarifa na yani ni mwili, fikra na maarifa, kwamba ni lazima uyajue. Kwa nini? Kwamba wengi, mfano nichukulie mfano, utakuta watu wanakuambia nafanya mazoezi. Unamuuliza zoezi gani? Anakuambia nakimbia mpaka Coco Beach, nakimbia na kurudi kila siku kilomita 15. Kilomita 15. Anajisifu. Unamuuliza umeshasoma hiyo dashboard yako? Hajui, yani azungumzi. Lakini unakuta changamoto inakuja very simple. Mtaalamu amezungumza hapa, angalia age ambayo sisi tulikuwa tunafikiria kwamba huyu ana magonjwa ya sio kwa kuambukiza. Mimi na wewe pengine tulikuwa tunafikiria ni miaka 40, miaka 50, lakini data nazo kueleza kwamba umri wa miaka hii hapa katikati, mtu ana dialysis kijana miaka 25 kabisa. Amezungumza jambo lingine la wadada hedhi yao kutokuwa na hedhi timilifu, ina hivyo inapelekea wao wanapata changamoto nyingine. Ni mambo ambayo tulikuwa tunategemea miaka ya kwenye menopause. Ni kweli. Lakini sasa angalia hili jambo ambalo limeweza kuchukua nafasi kubwa. Na yote haya ni watu kutumia dashboard. Na ndio maana sisi katika hii program ukitaruka agana na nyonga, maana yake tuna dashboard. Yani ni dashboard ambayo inakusaidia kujua kwamba betri yako yani iko low. Yani unataka kusafiri kilomita ngapi? Unataka kwenda Morogoro, geji yako mafuta yako kiasi gani? Je, inakusaidia kujua temperature yako iko kiasi? Inakuwekea na indicator ya belt yako, ukifunga belt ufunge kiasi gani? Taa zinawaka. Taa zinawaka sana. Taa zinawaka. Hiyo ni program ambayo imekuja kuleta mabadiliko. Sisi tupo kwa ajili ya kuidumia jamii, kuleta haya mabadiliko makubwa. Sasa ukishasoma dashboard, nani engineer wa kukusaidia kuambia hii taa maana yake nini? Kwa sababu mimi naendesha gari, sijui kwamba hii ikiwaka maana yake ni nini. Ndio maana yuko mtaalamu huyu ambaye ni clinical nutritionist, anakuambia sasa hii check engine unatakiwa nenda kifaa sehemu fulani. Kwa sababu sasa hivi science inakwambia hii check engine kama kwenye gari, nenda kwenye tairi ya nyuma bana spana moja ya chini, itakwambia gari yako wheel alignment yako inakuwa sawa. Watu wanaingia sasa hivi wanameza vidonge vya kupungua. Watu wanachoma sindano kila wiki. They know nothing. Yani inakuta ni mambo ambayo ni makubwa. Sasa tunaposema kutoka agana na nyonga, kwa nini tunasema hivyo? Tuko kwenye msimu wa uchaguzi. Watu wengi, nimesikia leo Dar es Salaam hapa zaidi ya 300 nao wamechukua fomu. 380 na kitu. Wamechukua fomu. Wamejiandaa kupokea matokeo. Kwamba ile jambo unavyoenda lifanya ni stress. Ni trigger, inakutrigger stress. Je, yuko radhi kupokea matokeo? Wale watakaopata fursa ya kwenda kwenye campaign
kupiga kampeni, anaweza kasustain hiyo kampeni, hizo mizunguko? Ndio. Anafahamu afya yake iko namna gani? Dashboard yake anayo ipi? Hiyo ni moja. Tunao watu ambao wanaingia kwenye maisha ya ndoa, na hili nizungumze kwa upole sana. Mtaalamu amezungumza swala la nguvu za kiume, amezungumza swala la changamoto za uzazi. Ndio. Unaelewa? Kiume, changamoto za uzazi. Na nashukuru kwa mara ya kwanza nimesikia kuna changamoto ya nguvu za kwa sababu tumeonewa sana kabisa. Tumeonewa sana. Kwa hiyo nafikiri sasa tumepata mahali pa kutokea. Hizi changamoto, je, hii safari ya kwenda kwenye ndoa tumeagana na nyonga? Tumeisoma dashboard? Dashboard umeisoma? Inasoma vipi? Na kuelewa kwamba kuna watu wauoga kusoma dashboard. Dashboard sio ukisoma dashboard yako haikwambii wewe ni mgonjwa, inakusaidia wewe kuara zaidi hata ukiwa barabarani. Hii ni rough road. Unakuwa umerelax. Sio kwamba kwenye shimo uhesabu hatua na kadhalika. Kuagana na nyonga tunazungumza habari ya watoto. Watoto wako shuleni. Je, afya za watoto, ukuaji wa watoto katika elimu yao na lishe wanayoipata. Je, tumekuwa mara nyingi sana watu tukizungumza swala kwamba la malezi nyumbani, kwamba mama hana nafasi na mtoto wake, watoto wanabaki na wadada wa nyumbani. Je, lishe yake anayopewa na namna ambavyo mzazi una matarajio ya huyo mtoto katika elimu yake, umesoma dashboard? Kwa sababu msingi mkubwa wa ubora wa gari yako, afya ya gari yako, afya ya mwili wako, lazima uwe na dashboard. Nenda kwenye magari ya kisayansi sasa hivi yanakupa dashboard mpaka aina ya upepo, kwamba huu upepo unaokutana nao kwenye hii gari unabidi uende speed fulani. Ni dashboard. Lakini tunadanganyika kukaa. Lakini sayansi nyingine kwenye saikolojia, watu hatuli kutokana na mahitaji ya mwili. Hatuli kutokana na nini? Na mahitaji ya mwili. Tunakula ili tushibe. Sio hilo tu. Tunakula kutokana na kipato tulicho nacho. Kipato pia. Yaani watu ambao sisi vijana sisi bwana nivyo lazima nionyeshe kwamba mimi nimo. Ni sawa? Uwe milionea, uwe trilionea, kiwango cha tenki lako la mafuta hauwezi kuzidisha pale. Uwe na uwezo, usio na uwezo, spidi ya gari yako haiwezi kwenda zaidi ya ile spidi ambayo iko kwenye dashboard. Lakini kwa kuwa binadamu sisi, dashboard zetu tumeona kwamba hazitupi limit. Ndio tumeingia sasa kwenye matatizo ya kupata ajali zisizotarajiwa ambazo tunaita ni non-communicable diseases na people dying in premature age. Lakini kingine kibaya kimekuja sasa hivi ni namna ambavyo teknolojia inavyoenda kuchangia changamoto ya magonjwa yasiyo kuambukiza. Kwa nini? Sasa hivi zamani kuna kipindi ambacho wakati tunasoma vijijini sisi, siku fulani somo fulani mwalimu alikuwa hayupo, ameenda kufuata mshahara mjini. Atatembea, atafanya mazoezi. Lakini mshahara wako sasa hivi hata sasa hivi hapo nadhani umeshalipa watu zaidi ya watu 10 kabisa, mshahara kiganjani. Umeshalipa. Vipi nyumbani? Mazoezi. Vipi kazini? Sasa hivi masuala ya chronic stress makazini, sedentary life, utakaa namna hii, kila kitu is on there. Angalia engagement ya watoto kwenye matumizi ya simu. Ndio. Yanaathiri vipi afya? Yamechangia masuala ya psychological problem. Yaani tuna vitu ambavyo, kemikali ambazo ziko kwenye mwili zinazochangiwa kwa chakula. Kwa mfano tuna kitu kinachoitwa GABA deficiency. Zaidi ya 45% ya watoto wameonekana wana changamoto ya GABA. GABA deficiency ni kemikali ambayo kwenye neurotransmitter inamsaidia mtu kupata utulivu. Yaani ile kupata utulivu ukiongea naye, yani hawi aggressive, anaweza kwenye hofu anaweza kaitawala hofu yake, kwenye changamoto anaweza kuitawala. Ndio. Sasa hivi wana deficiency. Angalia changamoto ya watoto, upita mtaani, watoto wangapi wanavaa miwani? Kweli. Usifikiri kwamba kuvaa miwani ni kwa sababu mzazi ana fedha. Kuna shida. Ndio maana dashboard za watoto hazisomwi. Mzazi anajua kwamba Soloni na bima, kadi ya bima, I can go to hospital na kadhalika, au mtoto anakula namna gani. Kwa hiyo mtaalamu yuko hapa anaweza kutusaidia zaidi kuona kwamba ukitaka kuruka agana na nyonga. Wewe ni mfanyakazi, elewa uko kwenye kuruka katika kazi. Vipi nyonga yako, manake vipi afya yako? Wewe unaingia kwenye ndoa, na mimi nakuomba sana kwa niaba ya watazamaji wetu, kama wewe uko kwenye maisha ya ndoa, una mpango wa kuingia kwenye ndoa, achana na vumbi la Nairobi, achana na vumbi la Zambia, achana na vumbi la DRC, achana na vifurushi. Nienda soma dashboard yako.
Onana na wataalamu wakusomee dashboard yako. Angalia mimi uwezo wangu uko wapi. Nimewahi kumuuliza mtu, kwa mfano timu ya Yanga. Leo hii usikie ule goalkeeper wa Yanga anaitwa nani? Digiara. Anaenda kucheza namba 11. Je, mtamruhusu acheze? Wasema hawezi kucheza. Kwa nini asicheze na ngali nyie mnamuona ni mchezaji bora? Anacheza kwenye position gani? Sawa sawa. Kwa hiyo ukijijua kwamba wewe una nini, itakusaidia wewe kutunza gari yako ambaye ni mwili wako, itakusaidia kufunga 3 phase. Sasa hivi wengi wanaume si ukiingia nyumbani umeme wetu single phase. Unafunga single phase. Haendeshi single phase. Lakini zamani unajiuliza ndani ya miaka miwili umetoka kwenye 3 phase. Sasa hivi kwenye single phase. Single phase yenyewe dim. Sasa hivi dim. Inawaka Jumatatu mpaka Jumatatu nyingine ndio unaona umeme. Shida ni nini? Swala la lishe ni swala muhimu. Lakini sio tu lishe, unaitumiaje na unaitumia kwa namna gani? Na mwili wako unahitaji lishe ipi kwa sababu zipi? Labda wataalamu labda watusaidie zaidi. Sasa John, nashukuru sana John Ambrose. Sasa nirudi kwa Swaumu. Kwa sisi akina John Ambrose, akina Paul James, sisi tuko mijini. Ndio. Mazingira ya mjini. Kuna changamoto nafikiri hapo kwamba kuna vitu ambavyo tunavimiss. Pengine mtindo wa maisha, inaishi Dar es Salaam tofauti na mtu anaishi Sengerema. Ambapo ametoa mfano mmoja mzuri sana Ambrose kwamba wewe unatoka yani unaingia kwenye gari unaingia kazini. Kazini kwenye gari home. Umeona vizuri. Zamani ukitaka kwenda kumsalimia mzee Joni kijijini kule unatembea kilomita 5. Nakwenda unasalimia tena comfortably alafu unarudi vizuri. Mazoezi mwili unachangamka. Sasa kwa sisi ambao tunaishi mijini, changamoto gani kubwa zaidi katika kudhibiti haya magonjwa yasiyoambukiza na kupitia masuala ya lishe tunatakiwa tuwe katika hali gani? Yani kwa sababu ukiangalia zaidi Ambrose amezungumzia kuhusiana na watoto wanavaa miwani, lakini ukiangalia ukafanya observational research wengi wako kwenye urban centers ni watoto ambao ni wa mijini, wana familia zao na vitu kama hivyo, lakini ukienda kijiji unaweza kushangaa kijiji kina watu 600 au 1000 haupati mtoto shuleni ambaye amevaa miwani. Sio kama ndio vizuri. Kwa hiyo changamoto kubwa mimi ninavyoiona iko mijini zaidi. Kwenye uhusiano wa lishe sisi wa mijini unatuambia nini? Nyewe mjini kwanza nataka kuambia swala la kwamba kusema kwamba zamani au kijijini wako tofauti sana na sisi sio kweli. Kwanza hapo. Kweli? Kwa sababu kama mjini kila kitu kinapatikana. Ukitaka kufanya mazoezi kuna gym na unaweza hata usiende gym ukanunua vifaa ukawa navyo nyumbani. Nusu saa tu ndani ya siku inakutosha kabisa kuweka afya yako vizuri. Yaani nusu saa ile ambayo unaweza ukakaa umekaa kwenye TV, inaweza hata kuangalia TV unafanya exercise. Kuna baadhi ya mazoezi unaweza ukafanya huku unafanya shughuli zako nyingine. Kwa hiyo sio excuse kusema kwamba nakaa mjini na busy, schedule zangu ziko busy na nini. Hapana. Na kwenye upande wa chakula kama nilivyosema, kwanza moja, kila kitu kinapatikana. 2 ni namna ya ulaji. Ulaji holela haupaswi kufanyika. Wewe kusema kwamba mimi nina lazima nile milo 3 sio lazima kwa siku. Unaweza ukajiwekea hata milo 2 na itakusaidia pia budgeting na maisha mjini. Unaweza ukajiwekea milo 2 lakini ukikutana na mtaalamu wa chakula na maana atakuelekeza ndani ya hiyo milo 2 utapata vipi virutubishi vile vyote vya kutosha. Ambapo pia utajipa nafasi ya kufanya intermittent fasting. Kuna kitu kinaitwa intermittent fasting, kufunga. Yaani ni vyema kwa kila mtu atakiwa fahamu kwamba mwili wake haumhitaji awe anakula kila saa. Yaani unatakiwa unajitengea masaa kuanzia hata 15 unakaa bila kuwa na chakula mwilini. Unaupa nafasi mwili wa kujenga kinga ya mwili, unaupa nafasi mwili kuhisi kwamba hapa sina chakula, kwa unaenda hata kwenda kula vimelea vya maradhi. Yaani unajenga kinga ya mwili ukiwa pia unajipa nafasi mwili bila kula. Kingine unakulaje? Utatakiwa uwe na mtaalamu, ukutane na mtaalamu wa chakula kuelekeze vizuri. Kipimo chako hicho chakula kifanani na cha kwangu. Yaani wewe unavyotakiwa kula wali sio sawa na mimi. Sio sawa na mtu mwingine pia, sio sawa na John Ambrose hapa. Kila mtu ana kipimo chake maalum kutokana na mwili wake ulivyo. Kwa hiyo kuna vipimo inatakiwa lazima mtu ufanye. Ufahamu mwili wako. Ndio mtaalamu hapa alisema swala la dashboard. Ufahamu kwanza mwili wako uko vipi. Na ni kitu gani na gani wewe unapaswa ule na kwa kiasi gani. Kwa sababu utashikia watu wanasema mimi na struggle sana kupunguza uzito. Mbona tumekaa nyumba moja, huyu anachokula na mimi ndo ninachokula. Lakini mbona mwenzangu anafanikiwa mimi sifanikiwi. Mwili wa mtu mmoja na mwingine ni tofauti. Kwa unatakiwa mtu kwanza ujue mwili wako, kutane na mtu akuelekeze mwili wako ulivyokuwa.
alafu sasa ndio inakuja pati ya chakula. Wewe unatakiwa ule vipi? Ila wito mmoja naotaka kuambia ndugu watazamaji ni kwamba swala la kusema niko kwenye diet alafu nakula matunda, ile kusema kwamba matunda ndo diet yangu, mimi usiku nakula tu matunda, sio ulaji mzuri. Matunda yanachangia sana kwenye swala la kuongeza uzito, yanachangia sana kwenye swala la kuleta hizi insulin resistance. Yaani ulaji wa matunda una kipimo maalum na kuna namna ya kula matunda. Mtu kajaza lisani kuna bae anajaza bakuli zima hivi limejaa matunda mchanganyiko. Ile sio sawa kabisa. Yaani matunda kama matunda yanatakiwa kwanza unaanza kula kitu chenye mafuta. Mara nyingi tunasema nuts ndio nzuri, kama korosho, karanga, kwa kipimo maalum kulingana na wewe hali yako ya mwili. Unakula then ndio unakuja kiasi fulani cha matunda kulingana na hali yako ya mwili. Lakini watu unakuta ameshinda mchana mzima hajakula, usiku anakuambia nakula matunda na nalala niko kwenye diet. Hatari. Kwa hiyo it is more watu wa mjini, kwa sababu watu wa mjini pia ndio wamefikiwa zaidi na wataalamu. Wataalamu wapo, watu wa mjini watafuta wataalamu wawapangie wao namna yao yanavyotakiwa kula. Okay. Sasa hili swali ambalo nataka niuliza sasa, sijui atalijibu Ambrose au utalijibu wewe Swaumu. Kwamba mimi naweza nikahisi kwamba viashiria vya awali ambavyo pengine naweza nikavidetect mimi kama mimi kwamba bwana najisikia hivi 1 2 3 hivi vitu inawezekana, ndio walikuwa wanazungumza kina John Ambrose na Swaumu kwamba pengine ndio vitu ambavyo vinakwenda kuleta matatizo kwenye afya ya akili au lishe na kusababisha pengine ya magonjwa ambayo ni nani communicable, yani magonjwa yasiyoambukiza, kwamba kuna naweza nikahisi kitu alafu nikajua hiki ni kiashiria. Okay. Sasa sijui unaweza kulijibu wewe mtaalamu au lishe. Mimi nitajibu kwenye upande wa lishe. Alafu kama kwenye Okay. Kwenye upande wa lishe kama awali nilivyosema, chanzo kikuu cha magonjwa haya yote yasiyoambukiza ni insulin resistance. Kuna dalili mtu anaweza akawa ameanza kuzihisi kama ameanza kupata changamoto ya insulin resistance. La kwanza ni kuchoka baada ya kula. Yaani umemaliza kula alafu unahisi mwili umechoka sana. Hiyo ni dalili ya kwanza. Ya pili, unapopatwa na njaa unakuwa yani unahangaika sana. Yani unakuwa kama yani haujisikii vizuri. Kuna ile kuumwa njaa kawaida lakini kuna ile unahangaika. Ile pia ni dalili nyingine. Dalili ya tatu ni kuwa unapata, naweza tukasema kama addiction. Una crave uraibu unakuwa una uraibu wa vitu vyenye ladha ya sukari. Yaani mtu anakaa nawaza ningepata zangu soda hapa. Mimi bila soda siwezi kabisa. Mimi bila, hizo ni dalili pia za insulin resistance. Na ya tatu ni kuwa kingine tena unakusikia njaa mara kwa mara. Yaani umekula, umekaa tu muda kidogo unasikia tena njaa. Umekula tena unasikia njaa. Kuna mtu anakuambia unaniambia mimi nikae muda fulani bila kula sio na nini, lakini mimi nashindwa. Yaani ni kila tu kidogo nasikia njaa nasikia. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo zinaweza zikawepo, zikawa ni sababu ya hiyo insulin resistance au zikawa ni masuala mengine ya kiafya. Psychologically, John Ambrose. Psychologically vyote alivyoeleza, ubongo hufanya kazi kubwa zaidi kwa kisha unakupa hivyo vitu. Kwa mfano ubongo ndio unaosoma taarifa zako za ndani. Yaani ndio unayo ramani yake ya ndani. Na unapoona sasa shida ipo ndio unakuelekeza wewe kufanya hilo jambo ili uweze kusupport katika hilo. Lakini maana yake kwamba inapofikia hatua kubwa zaidi unaanza kupata uwezo wa fikra za mtu. Yaani kwa mfano tunapopelekea mtu anapata hizi changamoto za hypertension, anapata shida ya figo, anapata shida ya vitu vingine, maana yake mwili na yenyewe sasa katika swala zima la akili kidogo linaanza kupata nao changamoto nyingine, kwa sababu mwili akili inakuwa zaidi katika kuhandle hiyo, yani hivyo vitu. Kwa hiyo mtu huathirika psychologically. Kwa hiyo hata utendaji wake wa kazi utapungua, utendaji wake wa kihisia, hisia lazima zitapata changamoto hiyo, na ataendelea kupata changamoto zingine zinazohusiana na changamoto za chakula. Kwa hiyo ina maana kwamba tunapozungumza saikolojia, maana yake ni ile ni kama kuseme nyumba na nyumbani. Maana yake nyumba ameeleza Swaumu. Sasa nyumbani maana yake ni yale mazingira yote yale yanaathirika kwa sababu hayakai katika ule mfumo sahihi. Utapata shida ya kutokupata usingizi na vitu vingine vinaweza kupelekea kwenye hizo changamoto. Mimi na swali moja la kizushi, lakini kabla hujaenda kwenye swali lingine Swaumu. Kutopata choo inaweza kuathiri kisaikolojia?
vibaya mno. Vibaya mno. Na ni moja changamoto wanazozipata samari kuingilia Saumu, lakini kuto kupata choo ni changamoto ya kiafya, lakini kuna ambao wamejiingiza katika changamoto hizi za kutaka kupungua, hasa wanaotumia sindano. Mimi nazungumza according to science, wanapata hiyo shida ya kuto kupata choo. Sasa unajua usipopata choo maana yake changamoto zingine naenda sasa madaktari wanaohusiana na masuala ya matumbo na kadhalika. Lakini kweli ni changamoto kubwa, maana unajua nitakiwa iwe hivi na hivi hivyo, na inatokea sana kwa sababu ya ulaji mbovu wa vyakula na matumizi mabaya yasiyokuwa ya kiutaalamu ya hizi sindano au vidonge vinaanza kupelekea watu kutaka kupungua. Sawa. Nafikiri sasa hilo umelijibu vizuri. Sasa twende kwenye upande wa lishe. Pengine kwa upande wa lishe ni vyakula gani ambavyo vinaweza kusaidia kupunguza hatari hii pengine ya kupata haya magonjwa ya kuambukiza, yasiyoambukiza? Hapa tunazungumzia ni swala la kuongeza ule tunaita kuondoa sasa ile insulin resistance, kuincrease ile sensitivity ya insulin. Hapa hatuna kwamba chakula kimoja kinaenda kusaidia. Ni mtindo mzima wa maisha unatakiwa ubadilike. Kwamba badala wewe kutumia wanga uliokuwa umechakatwa, yani umetolewa yale makapimlo, kama unga wa sembe, sijui ngano nyeupe, ni bora kutumia vile ambavyo ni vya brown, vina makapimlo ndani yake. Badala ya kusema mimi nakula labda ugali tu na mchuzi nimemaliza, labda na kanyama na kanini, unahakikisha kwamba ni kila kunakuwa na mboga za majani za kutosha. Zile fiber au tunaziita makapimlo kwa lugha ya Kiswahili zinakusaidia wewe kuzuia ile sukari siwe na panda kwa haraka kwenye damu. Kwa hiyo ina maana ule mtindo wa kuwa kila saa sukari inapanda hautatokea. Na kama hautusipotokea na maana ushaidhibiti ile insulin resistance kwa kiasi fulani. Hiyo ni moja. 2, kama ile swala la ulaji wa matunda. Badala kusema mimi nitakuwa nakula tunda kama lilivyo, lenyewe tu, nasema najiwekea ratiba sasa hivi nitakuwa kabla sijala tunda naanza kula kwanza karanga au korosho kwa kipimo fulani nilichopangiwa, and then ndo nakula ile tunda. Badala mimi kunywa juice, bora nile tunda kama tunda. Kwa ni zile lifestyle. Badala ya kwamba kuweka kwamba ratiba mimi kila siku lazima nipate nusu saa ya kufanya mazoezi, aidha kutembea au unaweza nikafanya mazoezi ambayo ni weightlifting ya kubuild misuli, itategemea na mwili wako wakati huo unasemaje. Kwa kama unasema upunguze mafuta, utafanya mazoezi ya kupunguza mafuta. Kama mwili unasema unatakiwa uongeze misuli, ina maana utaelekezwa mazoezi ya kuongeza misuli. Misuli inapokuwa mingi kama mtaalamu alivyosema ya kutosha, inapokuwa ya kutosha inakuwa inakusaidia wewe kuongeza ile insulin sensitivity. Ina maana ikija ile insulin sensitivity, kinachofuata sasa ni kwamba wewe huwezi kupata insulin resistance. Ndio maana watu tunaita kwamba muscles ni organ of longevity. Ukitaka kuishi zaidi, kuwa na misuli zaidi. Na pia kingine tena ni swala la kulala. Yaani ni ile lifestyle kwamba kuwepo na masaa 8 mimi ya kupumzika. Ili nisipate hizi changamoto za insulin resistance, nisipate hizi changamoto nyingine. Na pia swala la kwamba nakula mwisho saa ngapi. Muda kama saa 12 niwe nimeshamaliza kula, na mlo wangu wa asubuhi na uanza saa ngapi. Nijipe muda wa intermittent fast, kwamba niupe muda wa mwili kuvunja kilichohifadhiwa mwilini. Sio kwamba nakula masaa ya kufuatana hapa na hapa na hapa. Ile ukiweka lifestyle yako ina maana pia una increase ile insulin sensitivity. So jambo kubwa ni kuhakikisha kwamba unapambana kuongeza ile insulin resistance, unapambana kuongeza insulin sensitivity, unapambana insulin resistance isitokee, kwa sababu ugonjwa wowote ule usioambukiza, iwe kansa, iwe moyo, iwe pressure, sijui nguvu za kiume, kukosa hamu ya tendo la ndoa, chanzo chake ni insulin resistance. Na kuibadilisha, na uzuri ni kwamba hata kama unayo tayari, inaweza kuwa reversed. Yaani kama wewe una changamoto ya insulin resistance, haimaanishi kwamba ndo tayari mwisho wako. Ukibadilisha mtindo wa maisha, ukibadilisha namna ya kula, inaweza ikarudi nyuma ukawa umekaa vizuri. Sasa hapo sasa hizo ni wanasema ni protective measures. Yes.
kwenda kuzuia. Sasa ni mlo gani ambao pengine tunashauriwa tule sisi ambao tayari tumeshaingia kwenye matatizo, yani kwamba tayari ushagundulika kweli una kisukari labda una moyo na kitu gani? Mlo gani ambao unashauriwa sasa uweze kula? Kwa sababu tayari ushapita huku skip hizi stages ambazo ni protective, unajikuta tayari umeingia kwenye matatizo. Chakula gani au mlo gani wa aina gani? Hapo unazungumzia kwamba tayari umepata yale maradhi, umepata tatizo tayari, kwa sababu kama ni insulin resistance nimeshasema unaweza ukareverse usipate hayo maradhi. Sasa kama tayari umeshapata hayo maradhi, kuna kitu sisi wataalamu wa lishe tunakiita individualized meal plan. Yani mgonjwa usiko ule ugonjwa anakupo ana mpango wake wa chakula, wa namna ya kula, kumanage ule ugonjwa, kwamba ili sukari zisiendelee kupanda kukaa juu, kwa sababu kishapata sukari tayari changamoto zinafuata za ugonjwa wa figo, zinafuata changamoto mara ya kupoteza viungo, kupoteza vision. Kwa ili kuzuia zile changamoto tunaziita complications za ule ugonjwa zisitokee, kuna diet ambao sasa kwa ugonjwa wa sukari siwezi tukaanza kuizungumzia kwa urefu sana kama nilivyosema ni individualized, lakini kuna ile meal plan, fibers ziwepo za kutosha, protein ya kutosha, carbohydrate au tunasema hizi ni wanga unaweka kwa kipimo maalum kulingana na changamoto ya ugonjwa ulivyokuwa na dosage ya dawa anayotumia mgonjwa. Kwa hiyo ikija kwenye swala la diet kumanage ugonjwa, uwaga ni ushirikiano kati ya madaktari pamoja na dietitian. Lazima tujue dawa anazotumia mtu. Kwa hiyo kutokana na hizi dawa ulaji wake unatakiwa uweje. Kwa hiyo hakuna kwamba kimoja kimekaa unatakiwa ule hivi ukiwa na sukari haijakaa hivyo. Unatakiwa ule hivi ukiwa na pressure. Kuna individualized, lazima akae dietitian, daktari na mgonjwa. Okay, sana Swaumu. Na katika hilo naam, ndio maana tunakuja dashboard. Yaani kwa mfano tumezungumza dashboard, mfano dashboard tunayozungumza kutaka kuruka gana na nyonga, sio tu kusaidia wewe kujua kuzuia. Ndio. Pengine umekwisha kuingia kwenye changamoto. Ipo dashboard pia. Ndiyo. Ambapo unaona kuna daraja kati ya daktari anayetibu tayari huko kwenye maradhi na huyu mtu alishe ambaye anaenda kusaidia. Mtu alishe na dashboard yake kwamba tayari upo kwenye haya maradhi, au gari yako silence inasumbua au battery inasumbua. Sasa ile dashboard inamsaidia mtu huyu mtaalamu wa lishe kujua sasa katika hili upo, maendeleo yako yanakwendaje. Yanaanza kukuambia kwamba 20% umepanda au 5% umepanda, uongezewe nini. Kwa hiyo inakusaidia pia kukumonitor, tunaita monitoring and evaluation. Inakusaidia dashboard kukutrack wewe, kujua katika maendeleo yako unayoendelea nayo yako na namna gani unaweza, alivyozungumza mtaalamu, kupunguza zile complications. Sasa unapokuwa umepata changamoto, pengine ukujua au imerithi kwenye ukoo kwa namna moja au nyingine, ukavuka kizingiti, itakusaidia wewe usiende kwenye zile further complications. Kwa sababu unaweza ukabaki kwenye maradhi yako ulionayo, ukaweza kuyamanage katika ile hali, ukajizuia usivuke kizingiti ambacho ni kibaya. Kwa sababu ukisha kupata maradhi ambayo ni non communicable disease, mimi nasema athari yake labda ni 20%, lakini jinsi yale yanavyokuwa ndivyo athari yake inavyoongezeka mpaka inafikia kwenye 100%. Kuna watu ambao wana kisukari lakini yuko mpaka leo anakuja kufa na maradhi mengine bila kukata hata kiungo chake cha mwili. Kuna watu wenye maradhi hayo hajafikia kwenye hatua, lakini namna ambavyo psychologically ana accept ile situation, anaweza kuwa na discipline ya kuweza kuwa na ile consistency na resilience, kubaki kwenye ile hali kwamba ndio niko ziwani lakini sizami. Sizami, siendi kwenye kina kirefu, nitabaki hapa mwambao tu, utakula bisamaki, siendi. Sasa changamoto sasa haya maradhi yasiyokuwa ya kuambukiza ndio unayapata, lakini namna ambavyo yananyumbulika kwenda kwenye ubaya zaidi ndivyo yanakoleta madhara mabaya zaidi. Kwa hiyo dashboard ni suluhisho ambalo hiyo. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana la kuzingatia na la kuweza kuona kwamba lishe, ulaji wa lishe wakati wa kula ni moja ya nguzo muhimili ambayo inaweza kukusaidia wewe katika uhai wa maisha. Sawa. Na je, kuna njia bora za kisaikolojia ambazo mtu anaweza pengine kutumia kujenga nidhamu ya kiafya ya kubadili mtindo wa maisha ili asiingie huko? Yes. Maana mmezungumza mengi, lakini njia bora zaidi kwamba sasa hizi tabia kwa kweli inabidi tuzitibu kisaikolojia kabisa. Mimi kama mtaalamu psychologist, cognitive psychologist, natumia mfumo unaitwa evidence based psychological support. Nini kwa maana yake? Kwamba ninahitaji
kukufahamu wewe zaidi ya kile unachoniambia. Yaani kile unachoniambia ni kimoja, kwa sababu unaniambia kutokana na fikra zako, kutokana na hisia zako. Ndio. Lakini si uhalisia wako. Napenda kukufanyia kitu kinacho kurefer kwa mtaalamu wa nutrition kupata kitu kinachoitwa body composition analysis. Anipe uchambuzi wako wa namna ambavyo ulivyo. Nikisha kupata huo uchambuzi wako, atakaa na wewe, atakupa yale mazingira yako ulionayo. Yaani ni hatua gani za kufuata. Shida sio kufanya zoezi. Shida ni ile motivation ya wewe kufanya zoezi. Shida sio kula Shida ni namna gani ya kuweza kuweka discipline katika kula. Sasa unapo kutoka kwa mtaalamu ukija kwangu sasa, mimi kama psychologist, ndivyo tuna develop kitu tunachoitwa working tools. Kwamba tumeshapata roadmap. Kwamba tumepata roadmap. Mtaalamu amekwambia barabara yako unatakiwa uzunguke kwenda Clouds, utatoka Clouds utapitia barabara utafika. Utatakiwa 1 2 3. Mimi na wewe sasa tunakaa as a psychologist, tuna develop sasa ile tool ya kukusaidia wewe kuweza kukaa. Kwa hiyo tuta develop tools kwenye thinking, tuta develop tools kwenye kufikiria, ndipo ikusaidia wewe kwenye action taken. Sisi tumeshahama kwenye ile nadharia kwamba unakaa na psychologist hana tofauti na mwalimu kuzungumza tu hivi na kamili na kutumia utaalamu tulionao. No, tuende kwenye science sasa hivi ya kuweza kutumia dashboard kuhakikisha kwamba tunakuwa na result based, yani matokeo, yani kwamba tuweze kuona matokeo ya huo muda. Kwa hiyo utakapokuwa una refer na nutritionist kwamba okay, plan yangu iko 1 2 3, kwa sababu kuna aina fulani ya vyakula ukila, kuna aina ya matendo unatakiwa kuwa nayo. Kwa mfano mtu ameshida ya changamoto ya tendo la ndoa, obviously inamwathiri psychologically. Of course. Nafikiria ananionaje? Mke wangu, kuna mmoja anasema mke wangu akitoka najua alivyokuja sasa hivi amecheka, akiwa nyumbani anakuwa amenuna, lakini hivyo muona sasa hivi ameposti ametabasamu, itakuwa kuna mambo yanaendelea. Those are the psychological issues. Lakini does it think kwamba mimi kama psychologist natakiwa tu kumwambia okay, take easy? No, I have to go further, kuangalia ndani psychologically kwamba mtaalamu wa nutrition ananiambia nini kuhusiana na huyu mtu. Je, muscles zake ziko kiasi gani? Ndipo tunakuja sasa tunatengeneza base. Tunafanya na ile referral, labda kuna daktari mwingine atahitajika kwenye hili jambo. Ndio tunasema comprehensive psychological support ya kuweza kumsaidia mtu. Lakini changamoto nyingi za maradhi tunaingia kutokana na psychological issue, na tunapokuwa kwenye hayo maradhi yanatusababishia psychological problem. Kwamba najua nikishakuwa na kisukari uhai wangu ndio umeisha, ndio unakuwa na kadhaa na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo psychological it's play a big role, lakini the good psychology ni ile ambayo inakuwa informed na data kutoka kwa nutritionist, data kutoka kwenye body composition analysis, data kutoka kwenye other factor, ili tuweze kutengeneza sisi wawili devices ya kukusaidia wewe sasa kwenda kwenye hatua za maisha. Sawa. Naona muda wetu unakimbia. Kuna maswali kama mawili tu, moja kwa Swaumu. Na nafikiri pia hili la msingi. Tumeshuhudia mara nyingi sana wakina mama wajawazito kwamba kabla hajapata ujauzito tabia zake ziko tofauti kabisa. Lakini akipata ujauzito unaona kabisa amechange, anakuwa mkali, anakasirika haraka na vitu kama hivyo. Hili lina uhusiano wote na lishe pia? Hapana, hilo halina uhusiano na lishe, ila ni hormone. Vile vichocheo, mabadiliko yale ya vichocheo kwenye miili ya mama wajawazito inawapelekea kuna baadhi ya tabia ambazo wakuwa nazo wapate. Kwa hiyo inapelekeaga sometimes mpaka kwenye masuala ya vyakula. Inakuja sasa hapo, chakula fulani sitaki, nikila kinanifanya hivi, chakula fulani hivi. Leteni udongo. Kwa hiyo ni zile hormone zinapokuwa zimebadilika, ni hivyo vichocheo ndio vinapelekea hizo tabia zinatokea. Okay. Sawa. John Ambrose, tuangalie dashboard, alafu tuangalie na slogan ya ukitaka kuruka agana na nyonga. Nashukuru sana. Tunaelekea wapi? Kuna tukio lolote ambalo pengine linaenda kutengeneza awareness ya jumla hapa katikati, au kuna event yoyote ambayo pengine itatuweka pamoja tukumbushane kuhusiana na masuala haya ya lishe pamoja na afya ya akili? Yes. Tunasema hivyo kwa sababu kwanza ni shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wataalamu ni wengi, sayansi ni nyingi. Tunapozungumza sasa hivi ile dashboard aliyotumia Ronaldo
Ronaldo ana miaka 40 lakini ameingia kwenye dashboard imemwambia ana miaka 28. Kwa hiyo Ronaldo sasa hivi ana uwezo wa kucheza mpira mpaka akiwa na miaka 50 kwa uwezo ule unaouona. Kwa uwezo ule unaouona. Ile dashboard aliyotumia Ronaldo, naomba mwambie wa Tanzania, haipo tu kule alikoenda kupima Ronaldo na ubilionia wake. Ile dashboard now is in Tanzania. Kwamba inaweza ikakusaidia wewe kuweka mipango yote ya maisha katika afya bora na katika ustahimilivu. Kwamba ifike mahali premature death iwe ni historia. Kwa sababu tunavyo vyakula, tunazo virutubisho, tunao wataalamu, tunayo mazingira mazuri, tunayo amani katika nchi. Vigezo toshelezi vya kukusaidia wewe uweze kuwa na afya bora na uhai bora. Na sasa hivi ukitazama miundo mbinu sasa hivi wa hospitali kwamba ziko bora, vifaa bora na kadhalika. Sasa tunaposema ukitaka kuruka agana na nyonga, usidhani kwamba unaweza ukafanya jambo lolote pasipo kuweka afya yako kwanza. Afya ni dira ya maisha yako na mipango yako yote ulio nayo. Sasa namna gani ya afya kwanza kabla daktari kwanza? Ni afya kwanza alafu sio daktari kwanza. Ndiyo. Maisha sasa hivi ni daktari kwanza alafu ndio mipango. Tunakuambia hapana. Ni afya kwanza alafu mipango alafu daktari. Tunajua tutamhitaji daktari kwa any coincidence sometimes. Lakini maisha ni afya kwanza alafu malengo. Sio daktari kwanza alafu malengo. Watu sasa hivi tumeweka, ukienda kwa mtu, bwana namfahamu daktari fulani bwana, yuko JKCI, yuko anataja madaktari wengi, unazidi hata wafanya biashara wanaofanya nao biashara. Hiyo sio, ni afya kwanza. Na afya kwanza tunaizungumzia jitambue. Read a story of your body. Ndio maana sisi katika hii ukitaka kuruka agana na nyonga, fahamu mwili wako. The dashboard tulionayo inakusaidia. Sasa namna gani? Na hii elimu tunakupa bure tu. Kwamba tunakupa tu kukuambia kwamba namna gani wasiliana na sisi bure tu kwa kupiga simu. 0769 46 7777. Saba ziwe 4. Rejea. 0769 46 777. Piga simu hiyo. Haina utapokelewa. Iweze kukusaidia kwamba muundo wako wa maisha uwe namna gani. Uwe wa namna gani. Itakusaidia wewe kufahamu. Kwa mfano kuna gari ambazo ukitaka kuweka battery po, unajua wazi kwamba inatumia umeme kiasi gani. Kuna gari inayotumia umeme wake ni mkubwa zaidi. Ni wazi unajua kwamba natakiwa niweke battery ya namna gani. Kwamba mimi nafanya kitu gani. Kwa Tanzania tunafanya kama ni 40 au 70 ujue namna gani. Kwa mfano kingine po, hatuwezi kuacha historia ya wazee wetu katika afya zetu. Katika ukoo kuna magonjwa ya kurithi. Mfano kwetu po kuna kisukari. Lakini ukakufahamu hiyo, mimi kazi yangu sihangaiki na habari zilizoko kwenye ukoo. Mimi dashboard. Na mtaalamu yuko hapa. Namwambia mtaalamu nisomee dashboard yangu iko vipi? Huu pepo ulioko baridi ulioko nani sasa hivi, sida sio kupo baridi Njombe au Mbeya. Ndangali mimi na makoti, swala ni kwamba na hii baridi napambanaje. Naambia mtaalamu, hebu check dashboard yangu kwamba kwenye sukari kuna dalili zote hapa. Mimi sasa hivi naingia mwaka 48, mimi sizungumzi changamoto hiyo. Lakini mtaalamu anazungumza miaka 30 na hapa miaka 20 na watu wanapata changamoto. Kwa hiyo lazima ufahamu habari za ukoo wako. Lakini pia unawezekana usizifahamu. Kuna watu wengine wamezaliwa mjini hapa po, hawajui uzao wao ulitokea vipi, kuna maradhi gani yanayohusiana na masuala ya magonjwa sio kwa kuambukiza. Ni rahisi kujua issue za genetics. Zinakuja namna hii. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweka afya kwanza ndipo mipango, sio daktari kwanza alafu mipango. Afya kwanza alafu ndiko uweke mipango. Ni rahisi tu kwa kupiga namba niliyokupa, lakini unaweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii, ni rahisi tu. Unaweza kutumia kwangu binafsi kama John Saikolojia, wanafahamu, lakini nakushauri ingia kwenye Body Mind Insight. Wataalamu hao hapo wanaweza wakakusaidia sasa namna ambavyo ya kuweka mazingira. Wako watu wanafanya kazi benki po, anakaa kwenye kiti kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kama ulivyosema anashuka kwenye gari anakadhalika. Wapo viongozi wakubwa
hasa nazungumza wakurugenzi. Ndiyo. Katika watu ambao wanaathirika zaidi na kitu kinachoitwa chronic stress ni wale watu ambao wako kwenye kufanya maamuzi magumu. Kwa sababu wanaathirika katika nguvu zinazotumika hazitumiki kile wanachokula, inatumika ile misuli walionayo ndio inayotumika kulisha yale maamuzi mazito walionayo. Uwe kijana, kuanzia dashboard inaweza kukusaidia kuanzia miaka 5, lakini sisi tunashauri miaka 7. Mtoto kuanzia miaka 7 mpaka mtu uzee wa miaka 100 na kadhalika. Kwa mfano, kuna kitu kimoja mtaalamu atanisahihisha. Tumedhani kwamba kitu kinachoitwa BMI au manake uzito wako na urefu kama dashboard ya kukusaidia mimi kupima afya. Mimi nasikwambia hapana, haiko hivyo. Lazima iendane na vitu vingine. Ndio kwa wanaita body mass body mass index. Kwa sababu gani naeleza? Mtaalamu atanirekebisha kama niko sahihi. Unapoangalia ule uzito wako, haupimi, unajumuisha vitu vingi. Tuchukulie mfano mafuta na misuli. Misuli ni mizito kuliko mafuta. Endapo kama una misuli midogo, mafuta yakachukua eneo kubwa, utakuwa na uzito mdogo. Kwa hiyo utaonekana mimi uzito wangu uko sawa na urefu wangu uko sawa. Hilo la kwanza. La pili, kuna watu ambao tunaita thin fat. Yaani kwa nje ni mwembamba. Wataalamu wanakuambia tofia. Yaani ukimuona ni kama po. Yaani utafikiri mimi sina shida yote. Si unaniona niko hivi. Na wanapata madhara makubwa. Bora hata mtu ambaye mwili wake kwa kuonekana anachukua tahadhari. Wale ambao wanaonekana kwa nje niko safi, niko safi kama mdada tena inshallah akipata hiyo, yani unaweza kuona iko vile. Lakini yuko kwenye hatari kubwa kuliko hata yule mtu ambaye anaonekana. Kwa sababu gani? Unapata dashboard yako haifanyi kazi, lakini unaona una dashboard ipo. Yani it don't working. Haikupi ile uhalisia wa ndani. Wewe ukiwasha gari na waka, kanyaga mafuta yanaenda. Yanatumika mafuta. Hiyo sio sahihi. Tunayo nafasi katika Tanzania yetu ya amani kuhakikisha kwamba afya zetu zinakuwa imara. Ni rahisi tu. Hakuna chaji, wewe piga simu, aweza kupata mtaalamu akuelekeze namna ambavyo unaweza kufanya. Lakini kwa sasa hivi tuko Dar es Salaam peke yake. Naomba tu mtu ambaye yuko Kigoma, yuko Mwanza, ni wa Tanzania, hatutaweza kukufikia kwa dashboard. Dashboard lazima uweze kuonana uso kwa uso na mtaalamu, kwa sababu inahitaji uso kwa uso na mtaalamu. Na hakika nikwambie kwamba alichokifanya Ronaldo na bilionia Ronaldo, Tanzania kinafanyika kwa Mtanzania wa hali ya chini kabisa, kuhakikisha kwamba naye ananufaika kwa rasilimali ambazo zipo katika nchi na aweze kuishi kwenye afya bora. Maisha safi yanawezekana bila kuwa na non-communicable disease. Asante sana John Ambrose. Nitakuwa sitendi haki kama sitakupa nafasi japo dakika moja Swaumu uweze kuzungumza na Watanzania, lakini mimi nafikiri ungezungumza zaidi na vijana. Kwa sababu unajua vijana ndio nguvu kazi. Ndio. Tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu kama sikuseni Oktoba. Na kwa mujibu wa wataalamu ambao walikuwa wanapita mikoani kule, vijana wamejiandikisha wengi sana. Sasa kuwa pia na kukosa afya bora na pengine kuwa na matatizo ya afya ya akili inaweza kukufanya pengine ukachukua maamuzi ambayo sio kwamba before ulikuwa unasema bana John Ambrose mimi lazima nimpigie kura, lakini kutokana na mabadiliko hayo tunayozungumza kushangaa siku ya mwisho, badala ya kumpigia kura John Ambrose utampigia mtu mmoja ambaye kimsingi yani hana zile qualities zaweze kukuletea maendeleo. Zungumza na vijana kuhusiana na lishe. Haijalishi wa kike au wa kiume. Sawa. Wito wangu kwa vijana wote wa Kitanzania na wasiokuwa Tanzania wanaoishi Tanzania ni kwamba wasiwe obsessed na uzito. Yaani wasiwe, nikiweka lugha ya Kiswahili nisaidie obsession kwa Kiswahili ni tupia hilo. Wasiwe obsessed na uzito, kwa sababu unakuta sasa wadada watu wanapenda kuwa wembamba. Anahisi kwamba kuwa mwembamba vimodo ndio afya. Asiwe obsessed na uzito. Yaani ni bora zaidi na ni wito watenge muda wa kufahamu miili yao kabla hajaingia kwenye diet yoyote anayotaka kuianza. Yoyote anayoiona mitandaoni ya kunywa hichi, fanya mazoezi ya, before doing that anatakiwa kwanza afahamu mwili wake. Ndio. Na kama mtaalamu alivyosema, hivyo vifaa sasa hivi vipo hapa. Ndio. Yaani hivyo kifaa cha wewe kukujulisha mwili wako kiasi gani mafuta, kiasi gani misuli, mikono yako iko vipi, miguu, kitu gani unatakiwa ufanye. Vipo hivyo vifaa, vinapatikana. Bora mtu afahamu kwanza mwili wake kabla hajaingia kwenye diet yoyote.
Hii swala la kuwa obsessed na kuwa wembamba inapelekea watu wanapunguza misuli. Wanaingia kwenye diet ambazo ni aggressive, zinawapelekea misuli inaisha mwilini, wanajiingiza kwenye riski ya kupata hizo non communicable disease. Kwa sababu misuli inapokuwa michache, insulin resistance inafuata. Inawaingiza kwenye riski za non communicable disease, na wengine mpaka wanapata hizo non communicable disease. Kwa wito wangu mimi mkubwa kwao, wasiingie kwenye diet yoyote bila kukutana na mtaalamu. Kwenye mitandao sasa hivi taarifa ni nyingi sana. Kila mtu sasa hivi akiamka tu anaanza kuposti. Ukitaka kupungua, fanya hichi, fanya kile, fanya hichi. Hizo taarifa kuna ambazo sio sahihi na zinapelekea changamoto kwenye afya zao. Sawa sawa, nikushukuru sana. Ndugu yangu, naomba check dashboard. Kama ambavyo gari yako inakuonesha kabisa bana hii kuna upungufu wa maji, joto limepanda kiasi fulani, basi dashboard ya mwili wako pia ni muhimu sana. Na uzuri sasa leo tukasema tuwatafute wataalamu lishe na saikolojia, kwa sababu vitu hivi vinaendana sana. Ukiwa na njaa unaweza kuchukua maamuzi magumu sana, ina maana tayari umeshakuwa affected kisaikolojia. Ukiwa na hasira usichukue maamuzi, subiri mwili upoe alafu uchukue maamuzi. Sawa, nikushukuru sana kwa kufuatilia, na ina maana umepata kitu kizuri sana katika masuala ya afya pamoja na saikolojia kwa ujumla wake, ambapo tulikuwa naye rafiki yetu John Ambrose ambaye ni mwanasaikolojia mbobevu, lakini pia tukasema tumuite dada yetu Sayum Kinyozi ambaye ni mtaalamu wa lishe. Naona vitu vyote viko pamoja vimekupa kitu katika siku hii ya leo. Nashukuru kwa kufuatilia, tunaweka nukta.